Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakusalimu kwa jina la Yesu. Naitwa Happiness Isengi na nakukaribisha sana kwenye channel yangu inayokwenda kwa jina la Destiny Breakthrough, kwa maana ya mpenyo wa hatima. Inaweza kuwa ni hatima ya ndoa, inaweza kuwa ni hatima ya elimu, inaweza kuwa ni hatima ya career, ministry, finances, investment, whatever that can be. Lakini hii channel inakusaidia wewe kuweza break through, wewe kuweza kupata mpenyo. Nina neno kwa ajili yako for the month of May, and I'm so excited to be sharing it here. Kabla hatujaingia kwenye neno, kwenye ujumbe, basi wacha tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, mfalme wa ufalme, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Wala hakuna kama wewe. Asante kwa ajili ya saa hii na wakati huu. Fungua macho yetu tupate kuelewa na maandiko. Wewe ulituma neno lako ili kutuponya. Neno hili likaponye, likaokoe, likafungue sawa sawa na ahadi yako. Katika jina la Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Basi tusome maandiko kutoka kitabu cha Nahum. Nahumu 1 mstari wa 9, wa 10 na mstari wa 12. Maandiko yanasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili. Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana na kunyweshwa kana kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Wataliwa kabisa kama mabua makavu. Mstari wa 12. Bwana asema hivi, ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu, ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu, ijapokuwa ni wengi, ijapokuwa adui zako wana nguvu timilifu, ijapokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa. Hata hivyo watakatwa, naye atapita na kwenda zake. Ingawa nimekutesa, sitakutesa tena. Huyo ni Mungu. Mstari wa 13. Na sasa nitakuvunjia nira yake, nami nitakupasulia mafungo yako. Na sasa nitakuvunjia nira yake, na nitakupasulia mafungo yako. This is very powerful. Na huu ni ujumbe wa kinabii kwa mtu. Si ujumbe kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa ajili ya mtu au watu ambao wamepita kwenye mateso kwa muda mrefu, wamepita kwenye magumu, wamesubiri kwa muda mrefu,
Mungu awaponye, awatoe kwenye mateso, awafungue kutoka kwenye vifungo, na yamkini wokovu umeonekana kukawia. Lakini sasa Mungu analituma neno lake. Unajua Mungu anapotaka kuponya taifa, anapotaka kuponya nchi, anapotaka kuponya familia, anapotaka kuponya mtu binafsi, organization, whatsoever, Mungu analituma neno lake. Na mshukuru Mungu sana kwamba amelituma hili neno kuweza kutuponya, kwa sababu anaongea na mimi pia kupitia neno lake hili. Kwa hili neno ni kwa ajili yako, kwamba mateso hayatajirudia tena mara ya pili. Ni mateso gani? Ni teso gani umekuwa unapitia kwa muda mrefu? Ni maumivu gani? Ni mahangaiko gani ambayo umepita kwa muda mrefu? Je, ni ndoa? Je, ni kazini? Je, ni uzao? Ni ugonjwa? Ni tabia umeshindwa kuacha? Ni mateso gani ambayo umepita kwa muda mrefu? Mungu anatuma neno lake kwa mwezi huu wa Mei. It is specifically for this month of May, kwamba mateso hayatajirudia tena mara ya pili. Na anaenda mbele kusema kwamba wangawa, kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana, adui zako wakiwa kama ni miiba iliyotatana, kwa sababu hicho unachokipitia nyuma, kuna nguvu za giza, kuna mamlaka za giza, yuko adui, yuko mtesi, watesi ambao wanahusika na hayo mateso yako. Adui ambaye anahusika na hayo mateso yako. Na Mungu anasema wangawa wametatana kama miiba. Hao adui hata ikiwa wametatana, picha ya mbigili inanijia kwa wale ambao wanafahamu mbigili. Mbigili ni miiba ambayo ikiota, yani mti wake unakuwa umetatana. Yani there's a way miiba, hata miiba hiyo kwenye vichaka inakuwa imetatana, imeshikana, imefungamana. That means they are making a powerful force. Yani wanatengeneza, wanajenga kitu ambacho kina nguvu sana, kwa sababu kimeshikana, kimetatana. Si rahisi kuachanisha. Sasa Mungu anasema wangawa wametatana kama miiba. Anasema let's read here. Wangawa kama miiba iliyotatana, wataliwa kama mabua makavu. Wataliwa kama mabua makavu. Tunajua kwamba Mungu ni moto ulao. Neno lake ni moto ulao. This word is sent your way. Hili neno limetumwa kwenye njia yako, ili kwenda kula hao adui ambao wametatana kama miiba. Waliwe kama moto unavyokula mabua. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea mbele mstari wa 12. Anasema, Bwana asema hivi: ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu, ijapokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa, naye atapita na kwenda zake. Ijapokuwa wana nguvu timilifu,
Nikisema nguvu timilifu, yani unamaanisha kwamba adui is well equipped. Yani amejipanga pande zote, yani kuona kwamba hakuna mpenyo, hakuna namna unaweza ukaponyoka, hakuna namna unaweza kukimbia. Na tunaweza kusema kwamba hata kama adui amekufunga kihalali, soma Isaya, maandiko yanasema kwamba je, mtu anaweza kuokoka akiwa amefungwa kihalali, akiwa ametekwa na mtu mwenye nguvu kuliko yeye? Anaweza kuokolewa? That means kunakuwa na situations, kunakuwa na hali na namna ambayo mfungwa amefungwa, lakini amefungwa kihalali. Amekosa kweli. Ile hukumu aliyosomewa, kifungo chake ni halali. Lakini maandiko, Mungu anasema kwamba hayo mateso ambayo yamekataa kukuachia, this time around, hata kama huyo adui amekufunga kihalali, ulikosea wewe, ulifanya makosa wewe, ukaruhusu adui akapata uhalali, akaingia ili kutesa maisha yako, kufunga maisha yako. Neno la Mungu linasema ijapokuwa wana nguvu timilifu, huyo adui ana nguvu timilifu, amepata uhalali wa kutesa maisha yako kiuhalali kabisa. Yamkini ni wewe ulifungua mlango, au waliokutangulia walifungua mlango akapata uhalali. Mungu anasema atawaondosha. He will chop their head. Kama vile Goliath, Daudi alivyokata kichwa cha Goliath, akaondosha kabisa teso lililosababishwa na Goliath kwa Israeli na Wafilisti kwa Israeli. The same way Mungu anasema na wewe kwamba mwezi huu wa May, he's chopping out the heads of your enemies. Anasema hapa, ijapokuwa ni wengi, hata kama ni wengi, ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu, ijapokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa. Watakatwa. Oh my God. Vichwa vinakatwa right now as I'm speaking. Vichwa vya adui zako vinakatwa, vinaondolewa. Unajua adui, ukimkata mkono, ukimkata miguu, whatever, viungo vingine vyote, masikio, pua, ukikata, bado ataendelea kuishi. Na kwa kuwa ni adui, ataendelea kupashu, ataendelea kukufuatilia, kutesa maisha yako. Na ili uweze kukomesha mateso, lazima ukate shingo, yani tenganisha kichwa na mwili. Na Mungu ndicho anachokifanya kwa ili neno lake this month of May. Anasema atakata vichwa vyao, ili aweze kukomesha kabisa mateso kwenye maisha yako. Atakata vichwa vyao. Anasema hata hivyo watakatwa, naye atapita na kwenda zake. That's God. Atapita na kwenda zake. Like they're blocking you. Hawa adui wanapokuzuia wewe, they are blocking God. You are the image of God. Wewe ni sura na mfano wa Mungu. Wewe umebeba kusudi la Mungu ndani yako. Na kupitia hicho ambacho adui anakizuia, anazuia utukufu wa Mungu kwenye kudhihirika kwenye maisha yako. Anazuia kazi za Mungu, anazuia ufalme wa Mungu kuendelea mbele. Ndio maana hapa Mungu anasema kwamba atawakata na kwenda zake. Yani kwamba atawakata, kwa maana akiwakata, akiwaondosha kwenye njia yako, akikomesha mateso kwenye maisha yako, wewe
kuendelea mbele ni yeye Mungu kwenda zake. Atawakata na kwenda zake. Lakini as much as this word is for you, this prophecy is for you, Mungu anauliza, una mawazo gani? We are going back kwenye ule mstari wa kwanza kabisa. Una mawazo gani juu ya Bwana? There's a condition for this word to come to pass. There's a condition. Ili hili neno lidhihirike, litimilike kwa mwezi huu wa Mei, kwamba Bwana atakomesha kabisa mateso wala hayatajirudia mara ya pili. There's a condition. Kuna sharti. Sharti ni mawazo yako. Unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini juu ya Bwana? Ndio, Mungu amepanga kukomesha kabisa mateso kwenye maisha ya kwako. Lakini wewe unawaza nini? Wewe unawaza nini? Unawaza kushindwa, kukata tamaa? Unawaza kwamba Mungu amekusahau? Unawaza Mungu amekudanganya? Unawaza nini? Mawazo ni mbegu ya mambo. Na maandiko yanasema, aonavyo mtu, afikirivyo mtu, ndivyo alivyo. You are a product of your thoughts. You are a product of what you are thinking. You are a product ya vitu ambavyo unatafakari. Ndio maana Paulo akasema, yakiwapo mema yoyote, tafakarini hayo. Yakiwepo yoyote yenye utukufu, yenye sifa njema, ya baraka, ushindi, amani, yatafakarini hayo. Usitafakari kushindwa, usitafakari mabaya, usitafakari maumivu yako, usitafakari kushindwa kwako. Kwa sababu the more vile unavozidi kutafakari maumivu, ndio maumivu yanazidi. Unavozidi kutafakari kushindwa, ndivyo ambavyo unazidi kushindwa na kuvuna kushindwa tu. Vile ambavyo unafikiri kukata tamaa, mawazo ya kukata tamaa yamekuja, ndivyo ambavyo unazidi kunyong'onyea, you are giving, unatoa hatima yako kwa adui. Lakini niko kutangazia kweli kwamba Mungu si mwanadamu akasema uongo. Neno lake ni kweli na amina. Alichosema kwenye maisha yako, hicho alichokusemesha, ahadi aliyokupa, hicho ulichotamkiwa na manabii na watumishi wa kweli wa Mungu, is true. It shall come to pass. God is not a man that he should lie. Mungu si mwanadamu akasema uongo. Lakini wewe unawaza nini? Wewe unawaza nini? Pengine unawaza Mungu amekusahau. But I'm here to tell you, kwenye kitabu cha Isaya, Mungu anasema mama anaweza kumsahau mtoto wake wa kumzaa. That's the highest form of love. Upendo wa mama na mtoto, yani ni upendo wa juu kabisa. Lakini Mungu hapa, maandiko yanatuambia mama anaweza kumsahau mtoto wake. Mama alikuwa ananiambia kwamba alipojifungua mtoto wake wa kwanza, kakaangu, alikuwa saa nyingine anajisahau, anakuta amekarusha huko, yani yeye amelala zake. You see that? Ndio hiki anachokisema Mungu kwamba mama anaweza kumsahau mtoto wake wa kumzaa. Amelala zake huko, amesahau. Anasema lakini mimi nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yangu.
sitakusahau. Mungu hajakusahau hata kidogo. Anajua kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yako, kila kitu kinachofanyika, anajua na anajali sana. Pengine mwingine anawaza kwamba Mungu ameniacha. Mungu ameniacha, hayuko tena na mimi. It's raining, but I hope it's not affecting the sound. God is amazing. It's beautiful. It's beautiful. Yeah, mwingine anawaza kwamba Mungu amemuacha. Lakini maandiko yanasema sitakuacha wala sitakupungukia kabisa. Nitakuwa na wewe hadi utimilifu wa nyakati. As long as you are here. Yes. Na sisi tuna umilele ndani yetu. Mungu yuko na wewe kwenye maisha haya ya nyama. Now that you are living in the body, Mungu hawezi kukuacha. Yuko na wewe mpaka utimilifu wa nyakati. Na atakuwa na wewe hata baada ya maisha haya. Because we all know kwamba sisi hapa ulimwenguni tunapita tu na wenyeji wetu ni mbinguni. So Mungu atakuwa na wewe hapa kwenye maisha haya ya mwili, lakini atakuwa na wewe even to eternity. Mwingine anawaza pengine Mungu amechoka. Let's read from the book of Isaiah. Yeah. Tuangalie maandiko kutoka kitabu cha Isaya. I hope I find the scripture quickly. Tuangalie maandiko kutoka kitabu cha Isaya 40. Mstari wa 27, kwanza mstari wa 27. Wewe ambaye unafikiri pengine Mungu amechoka, Mungu amekukatia tamaa, hear the word of God. Isaya 40:27. Mbona unasema Yakobo? Mbona unanena Israeli? Njia yangu imefichwa, Bwana asione, na hukumu yangu imempita, Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. It's a powerful promise. Ukiendelea, anaendelea kusema kwamba yeye huwapa nguvu wazimiao, humongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Vijana wapanda farasi, wanaume wataanguka, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hallelujah. Mungu ni Mungu wa maarifa. Let me tell you. Mungu ni Mungu wa maarifa. Maumivu yako yawezekana yamechukua muda mrefu, umechoka, umekata tamaa. Is human. We understand that. Lakini mwisho wa utashi wako, ufahamu wako, usije ukamweka Mungu hapo. Hiyo ni wewe, is human. Ni ubinadamu wako. Lakini Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, hachoki, hazimii, akili zake hazichunguziki. Si kwamba hakusikia hukumu yako, si kwamba haangalii hukumu yako. Mungu amesikia. Vikao vyao alivisikia. Maumivu yalivyoanza, mateso yalivyoanza, aliona, aliangalia. He knew everything. He knew everything. Lakini akili zake hazichunguziki.
Tukisoma neno tuliloangalia kutoka Nahum, anasema ndio, japokuwa mateso, aliruhusu mateso, lakini hata kutesa tena. Jambo hili litakuwa ni kama maji ya Nuhu. Hata kuonea hasira tena. This is for few people. Hili neno ni kwa ajili ya watu wachache. Hata kuonea hasira, hata kutesa tena. Kwa rehema nyingi amekurudia, aweze kukukomboa. Sasa, huu sio wakati wa kutumia nguvu zako na akili zako mwenyewe. Hautapenya. Huu sio wakati wa kutumaini binadamu. Wakati wa kutumaini elimu yako au fedha zako au chochote ulicho nacho. Huu si wakati wa kulia na kujionea huruma. Huu ni wakati wa kuruhusu perseverance. Huu ni wakati wa kuruhusu mateso, yale magumu uliyopitia, kile kitu ambacho kimejengwa ndani yako, perseverance. Neno la Kiswahili tutasema ni uvumilivu, tunda la uvumilivu. Ni wakati wa kuruhusu yale uliyopitia ya kutransform, ya kubadilishe. Kama ni scenario, ningetolea scenario ya Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, akatokewa na Musa na Elia. Is configuration. Kubadilishwa. Kiswahili kina mambo mengi. Kubadilishwa kwa sura ya Kristo, kuvaa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo I would say, uache kile ambacho umepitia kwa muda mrefu, kikubadilishe wewe. Uvae divinity, uvae uweza wa Kristo, utukufu wa Kristo. Ifike mahali andiko litimie kwamba si mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Yaani kama ni nguvu, sio nguvu zako, ni nguvu za Kristo. Kama ni maombi, si maombi yako wewe, ni maombi ya Roho Mtakatifu. Yeye anayetusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkikwa. Kama ni maarifa, let it be the knowledge, the mind of Christ, as it is written, let the mind of Christ be in you. It's time to kill the flesh, the desires of the flesh. Ni muda wa kujitenga hata na marafiki na na company na vitu vyovyote vile ambavyo vitapelekea kuharibu hicho ambacho umekibeba, udhihirisho. Kwa sababu hili neno linakuja kusaidia wewe kuzalisha kile kitu cha Mungu. Ile ahadi ya Mungu izaliwe kwenye maisha yako. Sasa ili kutunza imani, kwa sababu ili utukufu wa Mungu udhihirike, ahadi izaliwe, ni lazima ili neno linapokuja likute imani. Ni lazima iwepo nguvu ya kuzalisha. Isiwe kwamba muda wa kuzaa umefika, lakini nguvu za kuzalisha hakuna.
kwa gharama yoyote, fisha matendo ya mwili, fisha utu wako, akili yako, mawazo yako. Umefikiri kwa muda mrefu, umeyabeba kwa muda mrefu, umeamini hivyo kwa muda mrefu, watu ulionao umewaamini, umewatumaini kwa muda mrefu, lakini wamekupeleka wapi? Umefika wapi? Bado uko kwenye teso lako. Umetumaini science, whatever that is, reports, whatever that is, umezitumaini hizo, umeziwaza hizo, zimekwambia kwamba haiwezekani. Pengine huwezi kupata mtoto, pengine huwezi kupona. Umeangalia hizo report, lakini hata lini? Mawazo hayo hata lini? Badilisha mawazo yako, lishike neno la Bwana. Anaheri mtu yule ambaye atalisikia neno la Mungu na kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Na kuombea Mungu akupe nguvu sasa neno lake. Usizimie. Usizimie wakati wa mavuno. Umepitia, kipindi kirefu. Ni kama mkulima aliyekuwa anapanda. Sasa wakati wa mavuno umefika, you need to be active. Unahitaji kuwa na nguvu ili uweze kuvuna kile ulichopanda. Mavuno yako, nguvu yako isipotee bure. Isipotee bure. Wakati wa mavuno unahitaji kuwa na nguvu ile ile uliyokuwa nayo wakati wa kupanda, even more, kwa sababu mavuno ni mengi. Mungu alibariki neno lake. Mungu akusaidie mwezi huu wa 5, kama alivyolituma neno lake, akakomeshe mateso kabisa kwenye maisha yako. Yasijirudie, yasijirudie, yasijirudie. Pengine ulipata mpenyo, ulipona, ugonjwa unarudi. Unapata kazi, shida inatokea, changamoto zinatokea, and you are out of the job or wherever. Umepata mpenyo wa kifedha, lakini hazikai. This time around, neno la Bwana linasema mateso hayatajirudia tena mara ya pili. Shariti mawazo yako. Mungu si muongo, si mwanadamu akasema uongo. Shika hilo. Mungu hajakusahau. Mungu hachoki, hajachoka. Mungu hajazimia kwamba jambo lako limekuwa zito sana, limemchosha. Hapana, that's not our God. Mungu wetu ni Mungu ambaye hazimii. Akili zake hazichunguziki, ni Mungu wa maarifa. He is God all knowing. He is God of all knowledge. Hata namna anapokushindia, anapangilia kila kitu ili kwamba ushindi wako uwe ni ushindi kamili. Si kwamba hajaiangalia kesi yako, si kwamba hajasikia hiyo hukumu. Amesikia, na muda wote huo alikuwa anapanga, anaweka kila kitu sawa kwa ajili ya wokovu wako kamili. Ulipokea neno lake na uliamini neno. Siwezi kusisitiza hivi ya kutosha. Liamini neno. Kuna huyu bwana alimwendea Kristo akamwambia, mjakazi wangu anaumwa. Alimpenda sana.
Yesu akamwambia twende kwako. Walipokuwa njiani, watu wakaja wakamwambia usimsumbue tena, ameshafariki. Mungu akamwambia usiogope, amini tu, amini tu. Na mimi nakwambia amini tu, amini. Just trust the word. Hata kama mazingira yanaonyesha hayawezekani, hata kama wewe mwenyewe akili yako, ufahamu wako, havitaki kuelewa, havielewi, just trust, amini tu. Maandiko yanasema yote mtakayoomba aminini ya kwamba mmepokea na yamekuwa yenu. Liamini neno la Bwana, na I'll be right here kusubiri ushuhuda wako. Yes, kuna namba hapo chini. Kama utahitaji maombi, kutiwa moyo, ushuhuda na Mungu amekutendea, utatuandikia kwenye hiyo namba hapo chini. So let's pray. Tumuombe Mungu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kulituma neno lako, na mimi ninapokea kupona kwa watoto wako wa kike na wa kiume. Ninapokea kupona, Mfalme wa mbinguni, kwa majeraha. Ninapokea kupona kwa uchumi, kwa afya. Ninapokea kupona, Mfalme wa mbinguni, kwa kazi, career, ministry. Ninapokea kupona, Mfalme wa mbinguni, kwa maono, kwa vyote vilivyoharibiwa, vilivyopotea. Baba, ninapokea restoration, ninapokea urejesho katika jina la Yesu. Wewe Mungu unaliangalia neno lako upate kulitimiliza, na kama mvua inavyonyeshea nchi haiachi mpaka imezalisha mbegu, ndivyo lilivyo na neno lako. Baba, asante kwa kuwa neno lako hili litakuzalia wewe mbegu na matunda yanayokaa. Na mioyo ya watoto wako, Mfalme, ni mioyo ambayo ni udongo mzuri, udongo utakao kuzalia wewe matunda kwa kipimo kimoja kwa 100. Mungu, ninakushukuru. Sifa na heshima na utukufu na shukrani ninakurudishia wewe Mungu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba, amen. Basi Mungu akubariki. Ikiwa mbarikiwa na ujumbe huu, tafadhali like the video, subscribe ili nitakapo post ujumbe, video yoyote, uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe huu. Lakini pia share ujumbe na watu wengine. Mungu akubariki hadi wakati mwingine. Wewe ni mshindi, wewe ni mshindi. Mateso hayatajirudia tena mara ya pili. Huu ni unabii wako kwa